Israel imefanya mashambulizi ya anga katika ukanda wa Gaza jana Jumanne, Oktoba 28 mwaka 2025, ikidai kujibu kile maafisa wake wanachosema ni ukiukaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano yanayosimamiwa na Marekani. Waziri wa ulinzi wa Israel Katz ameituhumu Hamas kwa kushambulia wanajeshi wa Israel ndani ya Gaza na kukiuka masharti ya makubaliano yaliyolenga kurejesha miili ya mateka waliofariki dunia. Hata hivyo, kundi la Hamas limekanusha madai hayo, likisisitiza kuwa halihusiki na mashambulizi dhidi ya wanajeshi wa Israel na kwamba bado limejitolea kuheshimu usitishaji mapigano uliopo. Kulingana na shirika la ulinzi wa raia wa Gaza linaloendeshwa na Hamas na maafisa wastani, takribani wa Palestina 33 wameuawa katika mfululizo wa mashambulizi ya Israel. Mabomu hayo yalipiga nyumba na shule katika maeneo mbalimbali ikiwemo jiji la Gaza, Beit Lahia, Al-Bureji pamoja na Khan Yunis. Licha mashambulizi hayo, makamu wa rais wa Marekani J.D. Vance amesema anaamini makubaliano ya kusitisha mapigano bado yanaendelea kutumika. Kauli hiyo imekuja wakati ofisi ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ikitoa taarifa fupi Jumanne jioni ikisema kuwa aliamuru mashambulizi makali bila kufafanua sababu maalum. Waziri Katz amesema Hamas imevuka mstari mwekundu kwa kushambulia wanajeshi wa Israel katika ukanda wa Gaza, na ameonya kwamba kundi hilo litalipa gharama kwa hatua hiyo na kwa kukiuka makubaliano ya kuwarudisha mateka waliopoteza maisha. Vyombo vya habari vya Israel vimeripoti kuwa wanajeshi katika mji wa kusini wa Rafah walishambuliwa kwa makombora na walenga shabaha Jumanne mchana, huku vyombo vya habari vya Palestina vikiripoti mashambulizi ya makombora ya Israel katika maeneo hayo. Mashambulizi haya yanatishia kuvuruga juhudi za kimataifa za kudumisha utulivu katika ukanda wa Gaza, huku hali ya kibinadamu ikiendelea kuwa mbaya kwa maelfu ya wakazi waliopoteza makazi yao kutokana na vita vya muda mrefu.